Zafo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote tungekusihi kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana. Kwa hali ya usalama katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa tete, huko mapigano makali yakiendelea kuibuka kila siku. Siku ya leo tarehe 27 Februari, mapigano yameripotiwa kuanza asubuhi katika kijiji cha Kinyumba kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC unaloungwa mkono na wazalendo dhidi ya uasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyoaminika, mapigano yalianza mapema asubuhi na yanaendelea hadi sasa, huku vikundi hivyo viwili vikishindana katika mstari mbalimbali ya mbele ya Kinyumba. Hali imeshuhudiwa katika sehemu mbalimbali za kijiji, ikiwakilisha hatari kubwa kwa raia na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa hali ya shinikizo la kivita limeanza tangu jioni Alhamisi majira saa 12 jioni, pale ndege isiyo na rubani inayojulikana kama drone iliporusha mabomu katika mtaa wa Isiro na eneo la Nyabiondo, pia na ndani ya wilaya ya Masisi. Milipuko hiyo ilibua hofu kubwa miongoni mwa raia, huku wakazi wakihofia shambulio jipya au kulipizwa kwa kisasi na waasi. Shambulizi hili la anga linatokea katika mkataba wa hali ya usalama isiyokuwa thabiti ambayo imekuwa kiasiri maisha kila siku ya wananchi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likiungwa mkono na washirika wake wazalendo linaendelea kujitahidi kudumisha uadilifu wa mipaka wa taifa na kulinda eneo lao dhidi ya vitisho vinavyotolewa na waasi wanaodaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Hali ya sasa pia mnazoa wasiwasi mkubwa miongoni mwa jamii kutokana na kuongezeka kwa uwezo wa kioperesheni wa makundi ya silaha yanayofanya kazi katika eneo hili. Mbinu za mapigano zinazidi kuwa mbaya, zikiwemo mashambulizi ya moja kwa moja katika mistari mbalimbali ya mbele, alinaongoza uwezekano wa madhara makubwa kwa raia na mali zao. Hali inatishia sana, kwani inaathiri hali ya kiuchumi na kijamii na wananchi walioko hatarini kutokana na mizozo ya mara kwa mara. Kwa ujumla, hali ya usalama katika Masisi bado ni tete, na juhudi za kijeshi la serikali na washirika wake za kudumisha amani na kulinda raia zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa kutoka kwa waasi wa M23. Raia wanashauriwa kuwa makini na kuzingatia tahadhari za usalama, huku mamlaka za serikali zikishirikiana na jumuiya ya kimataifa kutafuta suluhisho endelevu la amani katika eneo hilo. Watu 6 wamepoteza maisha katika ajali mbaya inahusisha msafara wa katika eneo la Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo linazidi kubua maswali kuhusu usalama wa raia barabarani. Tukio limetokea siku ya jana Alhamisi tarehe 26 Februari katika eneo la Kabutembo kwenye barabara kuu inaunganisha Goma na Ruchuru. Kwa mujibu wa mashuhuda, ajali hiyo ilisababishwa na msafara wa asi wa M23. Inaelezwa kuwa msafara huo ulikuwa ukitokea upande wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ukielekea mjini, ndipo ilipogonga pikipiki na magurudumu matatu iliyokuwa ikibeba watu 6. Watu wote walikuwa kwenye chombo hicho, dereva pamoja na abiria wake 5 walifariki papo hapo kutokana na uzito wa ajali hiyo. Mbali na walipoteza maisha, taarifa zinaeleza kuwa pia kuna wengine waliojeruhiwa, ingawa idadi kamili ya majeruhi bado haijathibitishwa rasmi. Kinachosikitisha zaidi ni kwamba kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo eneo la tukio, msafara uliendelea na safari yake mara baada ya ajali hiyo kutokea bila kusimama kutoa msaada wa wasirika waliokuwa wameachwa barabarani. Tukio limezua huzuni na hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, wakieleza wasiwasi wao juu ya mwenendo wa msafara kijeshi au wasi kupita katika maeneo yenye raia bila tahadhari ya kutosha. Hali ya usalama katika barabara hiyo ya Goma kuelekea Ruchuru inaendelea kuwa tete, hasa kutokana na uwepo wa makundi ya silaha na harakati zao za mara kwa mara, hali inayoweka maisha ya wananchi wa kawaida katika hatari kubwa ya kila siku. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na upande wa waasi kuhusu tukio hilo, huku wakazi wakitoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua ili kulinda maisha raia wasio na hatia. Habari mpya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa kifo cha Kanali Willy Ngoma, aliyekuwa msemaji wa kijeshi wa waasi wa M23, jambo linaloendelea kuibua mjadala mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya usalama, waandishi wa habari na jamii za kimataifa. Taarifa hii imeanza kusambaa kupitia mwandishi wa habari Pero Luara anayejulikana kuwa na uhusiano wa karibu na uasi wa M23. Kwa kuwa Luara mara nyingi huchapisha taarifa na maoni yanayohusiana na kundi hili la waasi, na taarifa zake zinapaswa kuchukuliwa kwa kuzingatia msimamo wake wa karibu na kundi hilo la M23. Kwa mujibu wa Pero Luara, kinyume na taarifa zilizokuwa zikidai kwamba mwili wa Willy Ngoma ulisafirishwa kuelekea Goma, Pero Luara amethibitisha kuwa Willy Ngoma alizikwa haraka na bila heshima katika pori karibu ya Rubaya siku ya Jumatano. Hatua inasababisha mshtuko mkubwa, hasa kutokana na ukimya wa waasi wa M23 kufuatia kifo cha msemaji wake mkuu wa kijeshi. Hakuna tamko rasmi, rambirambi au heshima iliyotolewa kwa kiongozi huyo ambaye alikuwa sura na sauti ya harakati za waasi. Baadhi ya viongozi wa waasi wa M23 wamesema kuwa Willy Ngoma alikuwa mwanajeshi aliyekula kiapo cha kutumikia waasi na alikufa akiwa vitani, lakini mtiririko wa mazishi haraka na bila heshima unaashiria
uwezekano kwamba kundi hilo linataka kufuta picha ya kiongozi huyo haraka. Hali inaongeza shaka miongoni mwa wachambuzi wanaodai uwezekano wa operesheni ya ndani ya kuondoa baadhi ya viongozi wa kundi hilo badala ya kifo kinachosababishwa moja kwa moja na shambulio linalodaiwa kutekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hizi pia zinaeleza kuwa Willy Ngoma, kuwa mwanajeshi wa kawaida, alikuwa muhimili muhimu wa mawasiliano na taswira za uasi wa M23, akihakikisha sauti na sura za kundi hilo inasambaha. Kufichwa kwa mazishi yake haraka kunachangia sintofahamu na kuibua mjadala kuhusu mabadiliko yanayoendelea ndani ya uongozi wa uasi, udhibiti wa taarifa na uwezekano wa mzozo wa ndani. Hali inazua hofu kwa raia walioko katika eneo hilo, wachambuzi wa masuala ya kijeshi na mashirika ya kimataifa yanayofuatilia mgogoro wa mashariki mwa Kongo. Kwa ujumla, taarifa hii kutoka kwa Pero Luare inatupa picha ndani halisi katika kundi la uasi M23, inaonyesha jinsi kifo cha kiongozi muhimu kinavyoweza kusababisha sintofahamu na mjadala mkubwa, huku jamii, waandishi wa habari na mashirika ya usalama na kimataifa yakihimiza uwazi na udhibitisho halisi wa tukio hilo. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa katika eneo la Masisi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vijiji kadhaa vikibadilishana tena mikono kati ya makundi yanayopigana. Vijiji vya Chungu, Katobo na Kaniro vilivyopo katika eneo la Bahunde wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini vimeripotiwa kurejea tena chini ya udhibiti wa uasi wa M23 jioni ya Alhamisi tarehe 26 Februari baada ya mapigano makali dhidi ya makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na kiutawala vilivyopo eneo hilo, vijiji hivyo vinachukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati, hasa kwa kuwa vinazuia au kuwasilisha upatikanaji wa eneo la madini la Rubaya. Inaelezwa kuwa wazalendo walikuwa wamefanikiwa kuviteka vijiji hivyo siku ya Jumatatu iliyopita. Hata hivyo, baada ya takriban siku 4 za kuvishikilia, walazimika kujiondoa kufuatia mashambulizi makali yanayoambatana na ujio wa vikosi vya ziada kutoka upande wa uasi wa M23. Hali hii inaashiria kuongezeka kwa mapigano katika sehemu hii ya Masisi, ambako kwa sasa imekuwa kitovu cha makabiliano mara kwa mara kati ya pande hizo mbili. Taarifa zinaonyesha kuwa kumekuwa na ongezeko la harakati za wanajeshi pamoja na kuwasili kwa nguvu mpya za kivita, hali inayozirisha juhudi za uasi kuimarisha udhibiti katika maeneo hayo. Hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha huku au uharibifu wa mali uliopotea. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa milio mikubwa, risasi na mashambulizi ya mabomu yamesikika, jambo linalosababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Maendeleo haya ya kijeshi yanazua hofu na kuongezeka zaidi kwa machafuko katika wilaya Masisi. Endapo mapigano yataendelea au kusambaa katika maeneo mengine, kuna uwezekano mkubwa wa kushuhudiwa kwa wingi jipya la wakimbizi, hasa kuelekea maeneo kama Rubaya, Nyabiondo na sehemu nyingine zinazozaniwa kuwa salama zaidi. Kwa sasa Masisi inaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu baada ya miezi kadhaa ya mapigano yanayosababishwa na watu wengi kuyama makazi yao. Familia nyingi zimelazimika kuacha mali zao, mashamba na vyanzo vyao vya kipato, anazidi kuzorotesha maisha yao ya kila siku na mazingira kuwa magumu zaidi. Mpya zimebuka zikihusisha siasa za kimataifa katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa vita vinavyohusishwa na uasi wa M23. Kwa mujibu wa jarida la The Wall Street Journal, Rais wa Rwanda Paul Kagame anaripotiwa kumpigia simu seneta wa Marekani Lindsey Graham kwa lengo la kuzuia uwekezaji wa vikwazo vya Marekani dhidi ya Rwanda. Taarifa hiyo inaeleza kuwa hatua hiyo inakuja baada ya makubaliano ya amani yaliyojadiliwa nchini Marekani katika White House, yakihusisha juhudi za kusitisha mapigano katika eneo la mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, muda mfupi baada ya makubaliano hayo, waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda waliripotiwa kuanza mashambulizi mapya makubwa katika eneo hilo, aliyochochea maandalizi na vikwazo kutoka idara ya Marekani, zikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje na Hazina. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baada ya kupata taarifa kuhusu vikwazo hivyo, Paul Kagame aliwasiliana moja kwa moja na seneta wa Marekani, ambaye aliwasiliana na viongozi wa White House pamoja na ofisi ya GD Vance, hatua inayochangia kusimamiwa kwa mchakato wa vikwazo hivyo licha upinzani kutoka baadhi ya maafisa wa Marekani. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa mashariki mwa Kongo ni eneo lenye utajiri mkubwa wa madini, jambo linalofanya kuwa muhimu mkubwa wa kimkakati kimataifa. Inadaiwa kuwa makubaliano ya amani yalihusishwa na juhudi za Rais wa Marekani Donald Trump, lakini baada ya kuvunjwa kwa makubaliano hayo na kuendelea kwa mapigano, hakuna hatua kali zilizochukuliwa, huku baadhi ya wachambuzi wakihusisha hali hiyo ya maslahi ya kiuchumi yanayohusiana na upatikanaji wa madini kutoka eneo hilo. Hadi sasa taarifa zaidi zinaendelea kuzua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu nafasi ya mataifa makubwa katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo pamoja na athari zake na usalama wa amani wa eneo hilo. Gavana wa mkoa wa Tanganyika pamoja na waziri wa ndani na usalama wa mkoa wamefanikiwa kudhibiti kundi la watu wenye silaha waliokuwa wakisambaza hofu katika mji wa Kalemi siku ya Alhamisi tarehe 26 Februari. Hatua imesaidia kupunguza wimbi la uhalifu lilokuwa limegeuka kuwa tatizo kubwa, likiathiri amani na usalama wa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za ndani, operesheni hiyo ilikamata silaha kadhaa pamoja na fedha zilizoporwa na mali mbalimbali, ikiwemo sanduku ya vinywaji vya pombe. Hali imeongeza ujasiri miongoni mwa wakazi, wengi wao
ikieleza kuridhika na kupumzika baada ya miezi ya hofu kutokana na vitendo vya ujambazi vilikuwa vikijitokeza mara kwa mara. Mmoja wa wakazi wa eneo la Joseph katika kata Lukuga alisema atoeni ishara thabiti katika mapambano dhidi ya uhalifu. Tunanehimiza viongozi wa mkoa kuendelea na juhudi hizi na kuhakikisha amani, utulivu na usalama wa raia unadhimishwa kwa muda mrefu. Operesheni hii inakuja wakati wimbi la uhalifu wa majini limekuwa likiongezeka katika baadhi ya kata za Kalemi, ambapo makundi ya uhalifu yalikuwa yakitishia amani na usalama wa wananchi. Vikosi vya usalama vimeonyesha uwezo wao kuchukua hatua za haraka na kwa ufanisi kuhakikisha adhabu inafikiwa na kuimarisha utaratibu wa amani katika jiji. Wakazi wa Kalemi wanatarajia operesheni hii kuwa mwanzo wa kipindi cha amani na usalama, si tu katika jiji hili bali pia katika jimbo lote la Tanganyika. Wanatarajia kuishi bila hofu, kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa uhakika, huku mamlaka za usalama zikihakikisha amani thabiti na ulinzi wa raia unaodumishwa. Kwa jumla, hatua hii inaonyesha dhamira ya serikali na mamlaka za mkoa katika kukabiliana na vitisho vya uhalifu, kuimarisha usalama na wananchi na kuanzisha enzi mpya na utulivu katika jiji la Kalemi na mkoa wa Tanganyika kwa ujumla. Kesi ya kutisha imesikika mjini Kinshasa, makao makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mwanaume mmoja amehukumiwa adhabu ya kifo baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mamake mzazi na kufanya vitendo vya kula nyama ya kibinadamu. Hukumu hiyo ilitolewa siku ya jana Alhamisi tarehe 26 Februari na mahakama kuu ya Kinshasa Matete kufuatia kesi iliyosikilizwa kwa haraka katika eneo la Kinseso mbele ya umati mkubwa wa wananchi. Mtuhumiwa alijulikana kwa jina la Josue Kaniki Kasongo mwenye umri wa takriban miaka 40 kulingana na mamlaka za eneo hilo. Alihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mama yake kisha kuhifadhi sehemu za mwili wake kwa lengo la kuzitumia kama chakula. Kwa mujibu wa viongozi wa eneo la Kinseso, tukio hilo linagundulika baada ya majirani kulalamika harufu mbaya isiyo kawaida iliyokuwa ikitoka katika nyumba ya mtuhumiwa. Baada ya taarifa hiyo kutolewa kwa mamlaka, hatua za haraka zilichukuliwa. Meya wa eneo hilo alieleza kuwa lazimika kuvunja mlango na kuingia ndani ya nyumba hilo, ambako alimkuta mtuhumiwa akiwa amejificha chini ya kitanda huku akiwa na panga. Ndani ya nyumba hiyo, hasa kwenye friji, ilidaiwa kupatikana sehemu mbalimbali za mwili wa marehemu ikiwemo kichwa, kiwiliwili na sehemu ya mguu. Sehemu nyingine zilidaiwa kuhifadhiwa ndani ya vyombo vya kupikia. Wakati wa kesi ilieleza kuwa chanzo kikuu cha tukio hilo huenda kinahusiana na mgogoro wa kifedha kati ya mtuhumiwa na marehemu.